nje na kuwafundisha masuala ya usimamizi wa fedha, kazi yetu pia ni kuwaunganisha na taasisi za fedha ili muweze kupata mitaji nafuu na kwa wakati ambao inawasaidia kukuza biashara zenu. Kwa hiyo leo tuko hapa ni sehemu ya mikutano ambao au warsha ambazo tunaendesha nchi nzima. Kwa hiyo hii inahusiana na hasa hii ni tumeifanya na tumeibrand kidogo. Kwa hiyo mnaweza kuona ni Financial Access Clinic. Ni kliniki ya upatikanaji wa mitaji ya biashara kwa wanawake na vijana. Kwa nini kliniki? Wanachama wetu wengi lakini pia ukiangalia taasisi za fedha mara nyingi, mimi unaweza ukaja kwangu mimi nikiwa kama ni loan officer, ukanieleza unahitaji mkopo milioni 50. Lakini kwa sababu sifahamu biashara yako, sifahamu unachokifanya, ukaniambia mimi nina app, watu wanajisajili labda na wanakuwa wanaoda vitu online, lakini nikawa sielewi vizuri. Kwa kliniki hii lengo lake kwanza ni kuwapa nafasi wajasiriamali kukutana moja kwa moja na watu wa huduma za kifedha. Kwa utapata nafasi ya kukutana na afisa wa benki na watafanya presentation hapa. Kwa hiyo wewe utaona okay, naona benki hii inanifaa. Na uzuri benki zetu sasa hivi zimeboresha sana katika eneo hili la kifedha. Wengi wamekuja na product ambazo zinaendana na wanawake kwa sasa. Kwa hiyo tunategemea kwamba hizi product zitakwenda kuleta matokeo. Lakini kuja kuwa na hizi product ambazo zinalenga mahitaji ya wanawake ni matokeo ya kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza alivyoingia madarakani alielekeza mabenki kupunguza riba, lakini pia kuhakikisha wanakuja na product zinazosaidia makundi haya. Na mtakumbuka sasa hivi kuna benki hasa kwenye sekta ya kilimo zinatoa mpaka riba 9%. Kwa hiyo tunaita single digit. Kwa hiyo hii yote ni matokeo ya kazi ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo sisi kazi yetu sasa kama TWCC ni kutafsiri kutokea kule juu kazi hii ambayo au mazingira ambayo serikali inaweka kuwafikishia nyie. Na ndio sababu sasa tunahakikisha mnatambua hizi huduma ambazo zipo hapa. Mkishatambua sasa ni kazi yenu kuzitumia na kuutilize kuweza kukuza biashara zenu. Hiyo tuko hapa na labda kama mnavyoona theme yetu Money Matters. Kwa hiyo sisi tunaangalia, tunajua mwanamke kitu cha msingi ili biashara yote, ndio maana wengi wanasema mimi nina changamoto ya mtaji. Though sio changamoto sana kwa watu wengi kwa sababu wengi wa benki tunazo zaidi nafikiri ya benki 40 hapa Tanzania. Tuna microfinance zaidi ya ngapi dada Winie? Zaidi ya 2000. Kwa hiyo kwa kifupi pesa tunazo Tanzania. Lakini pia tutapata presentation asubuhi. Tumesikia kutoka kwa mwasilishaji wa kwanza, ametueleza vizuri sana kuhusiana na mambo muhimu ya kuzingatia kwenye usimamizi wa fedha, hasa fedha binafsi. Sisi wanawake jamani tunatumia vibaya. Chochote kizuri kinapita mbele yetu, sisi ni halali yetu. Ni kweli tunapenda urembo, tunapenda kupendeza, tunapenda kuwa wazuri. Sikatai na lazima tuwe hivyo jamani. Si ndio maana yake wanawake? Lazima tungare. Lazima tupendeze. Lakini lazima tuwe na budget. Lazima tuzingatie kwenda na budget. Kama unajua vipodozi vyako kwa mwezi vinagharimu this much, unajua kabisa mambo ya saluni unatakiwa uweke budget. Kwa sababu otherwise vinatukosti. Mtu anachukua mkopo milioni 10, mkopo huo anakata 100,000 anaenda kuchangia harusi. Lazima tuchangie harusi za wenzetu, lazima tushiriki matukio ya kijamii, lakini lazima tuyawekee budget. Tulikuwa tunaangalia kwamba katika dunia ya sasa huduma ya fedha sio tena anasa. Na sasa hivi kwa kweli ni kitu cha msingi cha kutafuta ili uweze kuendesha shughuli zako, biashara zako. Na kwa hiyo inasemekana kwamba 70% ya wanawake wanapata huduma za kifedha ikilinganishwa na 82% za wanaume. Hiyo ni kimataifa. Sasa sisi kwa nini tusiwabiti? Kwa sababu hata hivyo hata ukitazama sensa sisi ni zaidi, si ndio? Kwa hiyo lazima tuzidi. Lakini pia tunajua kabisa biashara nyingi hasa za kati na za niseme chini wala siseme ndogo, na zenyewe zinamilikiwa sana na wanawake. Biashara za kule mipakani zinaendeshwa na wanawake sana. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa, lakini kama tulivyoelezwa hapa ni kwamba wengi tunaogopa mambo ya
ya kukopa. Wengi tunaogopa, tunafikiri tukienda kwa jirani tukamkopa au kwa rafiki eti ndio tunafanya kitu cha maana. Kwa kweli sasa hivi lazima tufunguke, tuelewe na tuamini kwamba tuende kwenye vyombo ambavyo kazi yao ndio kutoa mikopo. Na sisi TWCC tumekuja specifically na hii seminar siku 2 kuhakikisha hakuna mtu anayekosa. Na kama mlivyoelezwa, ambao hawako hapa wanaweza waka access kwenye link, watapata na waendelee hivyo. Na taarifa nyingine au takwimu nyingine ni kwamba 32% ya wanawake ndio wana akaunti za benki, ambapo wenzetu wanaume ni kama 48. Na hapo napo ni mahali ambapo lazima sisi tupande kwa sababu ya wingi wetu. Lakini vile vile ni kwamba wengi, kama tulivyosema, tunategemea sana uchukue hela za familia, sijui mzee kapata pensheni au kapata mahali fulani ndio unasema nipe na mimi nianzishe biashara. Ukishaanzisha biashara, tafuta taasisi za fedha, uende ukapate mkopo. Na mimi ninaamini wanawake tuna qualify kwa sababu moja, tunaaminika kwamba tunaaminika katika kulipa mikopo yetu. Kwa hiyo tujitahidi, tutafute jinsi na sisi tuweze kufanikiwa. Jamani, hii seminar au mafunzo haya ya siku 2 tuhakikishe kabisa kwamba tunafanikiwa. Lakini pia kama mtaona kuna mengine ambayo tunaweza tukaboresha kama chemba yenu, mtupe feedback. Mnaweza mkaandika mkawapa management na ili mtusaidie ili tunavyoenda tuweze kuboresha zaidi na zaidi. Yawezekana wewe unaweza ukasikia jambo hapo ukaona hili mbona mimi nalifahamu, au mbona tayari mimi ninalo, mbona labda wangeangalia hili. Tunawaomba sana mtupe feedback na tuweze kuboresha zaidi na zaidi. Tunachotaka kama alivyosema mkurugenzi mtendaji, kuhakikisha kwa kweli kila wanawake alimradi wanapitia TWCC. Hii ni chemba ya wanawake wafanya biashara. Na watu sisi tunasema uwe mwanachama usiwe mwanachama. Tukisimama pale hakuna mtu atakayejua kwamba wewe ni mwanachama au si mwanachama. Lakini tunawasihi sana mjiunge na TWCC muweze kupata fursa nyingi zaidi. Wakati mwingine kuna vitu tunatangaza kwenye mitandao kwa wanachama tu. Sasa pale wewe kwa sio mwanachama huwezi kufanikiwa.